Tufungue Biblia zetu kitabu cha Wafilipi mlango wa 2. Philippians and chapter 2. Tunakaribia siku ya Krismasi ambayo kwetu sisi kama Wakristo sio siku ya kujifurahisha tu, bali pia ni siku ambayo tunaiangalia kwa mtazamo tofauti na walimwengu. Mambo tunayoyafanya ni tofauti. Sisi kama Wakristo tunapaswa kulielewa siku hiyo kwamba ni siku teule kwetu, japo kwa watu wote, hata watu wa ulimwengu wameichukulia kwamba ni kama siku yao ya kufanya mambo yao na kujifurahisha. But kwetu sisi kama kanisa hiko tofauti. Kwa hivyo ningeomba tuweze kusoma mistari 11 ya kwanza ya mlango huo wa 2 wa kitabu cha Wafilipi. Philippians in chapter 2 verse 1 to 11. Na nitasoma: basi ikiwako faraja yoyote katika Kristo, yakiwako matulizo yoyote ya mapenzi, ikiwako ushirika wowote wa Roho, ikiwako huruma yoyote na rehema, ijalizeni furaha yangu ili muwe na nia moja, wenye mapenzi mamoja, wenye roho moja, mkinia mamoja, msitende neno lolote kwa kushindana wala majivuno, bali kwa unyenyekevu kila mtu na muhesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake. Kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu aangalie mambo ya wengine. Iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu, ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu, ambaye yeye mwanzo alikuwa yu namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatwaa namna ya utumwa, akawa na mfano wa wanadamu. Tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza, akawa mtii hata mauti, naam, mauti ya msalaba. Kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lile lililo lipitalo kila jina, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na vya duniani na vya nchini na vya chini ya nchi, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Tuombe. Twakushukuru Mungu wetu kwa kuwa wewe ni Mungu mkuu. Upendo wako kwetu ni wa ajabu, ambao tunauona katika kule kuacha mbingu ambako Kristo aliacha, akaja duniani, akanyenyekea hata kudharauliwa na wanadamu aliowaumba, bali hakuhesabu haya yote kuwa ni kitu, bali akafa kifo cha aibu, kifo cha msalaba. Bwana, tunakuomba tunapoenda kulisikia neno lako, nena nasi Mungu wetu. Wale wote wanaosikia sauti hii, Bwana, wanenee wapate kukusikia wewe ukinena nao. Uinuliwe Kristo na utukuzwe katika kila jambo. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba. Amen.
Ningependa kunena mambo yanayohusiana na siku ya Krismasi kwa sababu tuko katika msimu huo. Siku inakaribia ya kusherehekea siku hiyo. Na kwa hivyo nataka kuongea mambo kadha wa kadha tunayoyaona na tunayopaswa kuyajua juu ya siku ya Krismasi. Ni siku ambayo tunasherehekea. Ni siku ambayo sherehe hiyo siyo sherehe kama zile tunaona walimwengu wanafanya, kwa sababu kwetu sisi wa Kristo ni sherehe ya kubadilishwa, ama kule kubadilishana ambako Kristo alichukua mwili wa binadamu akahesabiwa pamoja na wenye dhambi, akawa na wazazi, akawa na wadugu, akakaa yale maisha ambayo tunayakaa. Ni siku ambayo walimwengu huinua sana maisha ya kidunia, utu, raising humanity more than God. Watu hutumia pesa nyingi siku hii ya Krismasi, lakini ukaa kama wamesahau kidogo ama pa ukubwa Mungu katika maisha yao. Hapa tunanena juu ya Mungu kwa sababu Kristo katika kuchukua mwili wa binadamu hakupungua kwa namna yoyote. Hapa tunaongea juu ya mmoja ambaye ni Mungu, Mungu pamoja nasi. Hapa tunaona ni kama Mungu alimtuma Kristo aje ateseke, aje aishi maisha ya kibinadamu yale ya chini kwa sababu yetu. Hebu angalia mstari wa 6 ambao unasema, ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu, naye kuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho. Napendezwa na maneno ambayo Isaya anayanena, ambayo tunayasoma katika Isaya mlango wa 7, ya kwamba wale ambao walimtazama Kristo aidha pale kwenye hori la ng'ombe, aidha njiani akipita, aidha akifundisha, umbo lake, his personality, he was not beautiful. Hakupendeza. Watu wakimuona, Isaya anasema hata wengine walificha nyuso zao, hata wengine walimtemea mate kwa kudharau. Huyu ndiye Mungu pamoja nasi. Isaya anaelezea that the position he had, he abandoned a sovereignty. He abandoned heaven. He existed in the form of God. And being in the form of God, he possessed the nature of God. Alikaa, hakuacha sehemu yoyote ya uungu wake mbinguni ndio aweze kuchukua mwili wa binadamu. No. Christ was 100% God in the manger. He was 100% God walking in the streets of Jerusalem, in Nazareth. Alikuwa Mungu kabisa. Him being God, he possessed the nature
of God, but he became man. Colossians chapter 1 verse 15. Napendezwa hapo. Huyo ni mstari ambao tuliusoma leo. Tumeusoma na imenipendeza. Wakolosai mlango wa kwanza mstari wa 15. Naye ni mfano wa Mungu asiyeonekana, mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Naye ni mfano wa Mungu asiyeonekana, mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Diposa tunasoma katika kitabu cha Marko, Yesu akisema mwenyewe, ni kitabu cha Yohana, wale wameniona wamemuona Mungu, because I am. Mafundisho mengine tunafundisha yale mafundisho ambayo Kristo, yale maneno ambayo Kristo aliyanena kwamba I am, the I ams of Christ. I and the Father are one. Lakini wengine leo yule Kristo wanangojea kumsherekea, bado hajatoka kwenye hori la ng'ombe. Zaidi ya miaka 2000 wako huko. He did not regard, hakuona kule kuwa na Mungu ndani yake, kule kutoshana na Mungu kama jambo la kushikilia, kama jambo la kukatalia nalo, kama jambo la kukalia, bali aliacha mbingu pasipo kulazimishwa. Hakushikilia. He didn't cling to his equality with God. Being equal with God the Father and God the Holy Spirit, he did cling to that. Hakushikamana na hilo. Lakini akijawa na upendo, aliacha mbingu, akaja duniani. Yohana mlango wa 17 mstari wa 4. John chapter 17 verse 4. What does the Bible say? Biblia inatuambiaje? Yohana mlango wa 17 mstari wa 4. Wasema hivi. Yohana 17 mstari wa 4. Wasema hivi. Mimi nimekutukuza duniani, hali nimeimaliza kazi ile ulionipa niifanye. Huyo ni Kristo ananena katika maombi yake makuu. He emptied himself of his glory. Aliacha uzuri wa mbingu wote, akaja duniani ili aweze kuhesabiwa pamoja na wenye dhambi. Nimesema napendezwa na maneno ambayo Isaya anayanena kwamba no one could like him. Hakuna mmoja ambaye angependezwa na umbo lake. Na hii inanifanya kwamba ninafikiria wale ambao wanatuchorea mapicha ya Yesu Kristo akiwa na umbo la kupendeza sana, hawajaelewa na mstari huu ambao Isaya anaunena katika matabirio yake. Kwa sababu Kristo ambaye alikuja duniani, watu walimdharau, watu hawakumwamini,
watu walimuona yeye kama aliyeachwa na Mungu. He gave up his independent will. He came not to do his will, but the will of the Father. Hakuja kufanya mapenzi yake, bali alikuja kufanya mapenzi ya Baba yake. Na hapa ndipo tunapoona upendo mkuu ambao Kristo alitupenda nao. Unyenyekevu mkuu ambayo Kristo alionyesha, tunaoona hapa kwamba yeye hakukawia. Tunaona viongozi ambao hawataki kutoka katika uongozi, wanatafuta namna ambavyo wanaweza kuongezea muda wao kukaa katika uongozi. Si hapa Kenya peke yake, hata nchi zingine. Kuacha uungu haikuwa jambo la urahisi. It was not easy. Ulikuwa ni upendo mkuu. Kuacha mbingu halikuwa jambo rahisi. Na ndio tunaona kwamba, ama tunasema ya kwamba Krismasi ni Mungu kuacha mbingu na kuja azaliwe, achukue mwili wa binadamu na kukaa katikati ya hao wanadamu ili aweze kuhesabiwa pamoja nao, ili aweze kuchukua sehemu ama dhambi za ulimwengu, dhambi za wanadamu, afanyike dhambi nasi tuvikwe utakatifu wake. Hii ndiyo inatuonyesha upendo wake mkuu. Aliacha mbingu, akaacha kazi zote, akaacha majukumu yote ya mbingu, na akachagua kuja duniani kukaa pamoja na wenye dhambi. Mstari wa 7 unasema hivi, verse 7: bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatwaa namna ya mtumwa, akawa na mfano wa wanadamu. Look at the concept here. He accepted the position of a slave. Mtumwa hana mipango yake mwenyewe. Mtu akiwa mtumwa hufanya mapenzi ya yeye aliye mtumwa kwake. And so he takes the characteristics of a slave in total submission of the will of another. Alinyenyekea. Kristo alinyenyekea. Krismasi, kama tutaielewa kama siku ambayo Mungu alionyesha upendo mkuu kwetu, ya kwamba Kristo alichukua umbo kama ya mtumwa. Hata wakati watu walimdharau, hakuwarudishia neno lolote mbaya. Alikubali. Wakati watu walinena maneno ya kumdharau, baba, si huyu tunamjua, yeye ni yule mtoto wa Yusufu, na mama yake Maria twamjua, na ndugu zake twawajua wote, yeye ni mtu wetu.
anastahili kutufanyia hivi na hivi. Alikubali. He accepted. Even accepted to serve sinners. That is the God man we are celebrating. He associated with evil people like me and you. Evil people. Katika maisha yake watu walimnenea maneno ya kumwekelea mabaya, mbali hakuchukulia hayo kuwa ni kitu. Verse 8. Tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti. Naam, mauti ya msalaba. Hata wakati watu walimwangalia ambapo hawakuona Mungu ndani yake. People looked at him. They didn't see his godly part. Waliona utu wake. Wakanena mambo mabaya. Wakamwekelea mambo mabaya. Total submission to the will of God. Napendezwa kwamba Kristo hakupoteza hata nia ya kile ambacho alikuwa amekuja duniani kufanya hata siku moja. He showed real submission. He experienced what men experience. Aliona njaa, alichoka, alikasirika. Hata wakati wa kifo cha Lazaro tunamwona akilia. Aliuchukua mwili wa binadamu. Na hata katika Yohana 17 tunamwona akiomba kama wanadamu. Tunamwona hata katika siku za kukaribia kwenda msalabani akiosha mitume wake miguu. What a submission. Filled with love. Alijinyenyekeza. He became obedient. Even to the death of the cross. He obeyed. Akawa mtii. Na mtu akifa kifo cha msalaba kilikuwa ni kifo cha aibu. Hakuna yeyote ambaye anapendezewa kuwa na aibu, bali Kristo katika kule kuchukua mwili wa binadamu hakuhesabu aibu kuwa ni kitu. Whoever has seen me has seen God. Watu Mafarisayo karibu wajikate, karibu wajiue kwa sababu ya hasira. Wanaona kama ni matusi kwa sababu wanamwona akitembea kwa vijiji vyao. Alinyenyekea. Alinyenyekea. Katika mstari wa 9 hadi wa 11, mambo tunayoyaona hapo ni kwamba Kristo baada ya kunyenyekea hivyo na kufa kifo cha aibu, tunaona yale Mungu alimtendea, kwamba kwa hiyo imebadilika. Tunaelezewa jinsi ambavyo Kristo alinyenyekea, akanyenyekea. Lakini inafika mahali tunaambiwa ya kwamba kwa hivyo, so after death, the death of the cross,
was the climax of his life. Not Christmas. Christmas ni siku ambayo ulimwengu imeichukua kama sikukuu iliyo kubwa, ambayo watu hufanya mambo ya kujifurahisha ya hali ya juu sana. Lakini kama Wakristo, the death of Christ on the cross is the climax. Is the climax of showing us how God loves us. Mstari wa 9 unasema, kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lipitalo majina yote. Baada ya kujinyenyekeza na kufika kiwango cha kufa kifo cha aibu, mwana wa Mungu, basi tunaona kwamba Mungu alimuinua juu. He ascended to heaven in glory, not as a slave, not as a slave, but as a prince, prime, glorious Son of God. God exalted him to his right hand. God has lifted him up. Wale ambao wanajitayarisha kusherekea siku ya Krismasi na Kristo hayuko katika ajenda zao, wamepotea. As you prepare for Christmas, hebu fikiria uhusiano wako na Yesu Kristo katika kunyenyekea kwake, katika kifo cha msalaba. That was the greatest shame. That shameful death. The climax of the shame of Christ was on the cross. Kama unajitayarisha kusherekea Krismasi na Kristo hayuko katika ajenda zako za Krismasi, basi umejitayarisha vibaya visivyo. Pata ajenda ya kweli ya Krismasi kwamba ni Kristo Mungu pamoja nasi. That God has exalted him. Waibrania mlango wa kwanza, Hebrews chapter 1 verse 3. Hebrews chapter 1 and verse 3. Mstari wa 3 unasema hivi: yeye kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake, akavichukua vyote kwa amri ya uweza wake, akiisha kufanya utakaso wa dhambi, aliketi mkono wa kuume wa ukuu huko juu. Christ is the glory of God. Mungu amempa jina lipitalo majina yote. Jina lako unalolifikiria ni jina nzuri, jina la Kristo limepita majina hayo yote. Mambo yako ambayo umepanga unaona ni mazuri yamepitwa na wakati. Mtazame Kristo, kwa sababu yeye ni mng'ao. He is the glory of Christ, of God the Father. Hata wale wataingia jehanamu bado watasema kwamba
Kristo ni Bwana. Kristo ni Bwana. Mungu ametupatia wakati, ametupatia nafasi ya kufanya jambo moja, nayo ni kutubu dhambi zetu, nayo ni kumtazama Kristo pale msalabani na kifo chake, kwamba tumwamini yeye, kwamba tunyenyekee kama vile yeye alinyenyekea. Kwa upendo mkuu akawapenda wenye dhambi kama mimi na wewe. Hakuna kitu mtu anaweza kusema amefanya, bali Mungu peke yake alifanya wokovu wetu. God alitufanyia wokovu wetu. Iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu, ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu, ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu, na hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikana nacho. Tusishikane na ulimwengu. Ulimwengu usitushike tufuate yale wanayoyafanya. Ulimwengu usitushike tukimbilie yale wanayokimbilia, kwa sababu ulimwengu wanakimbilia starehe na kujifurahisha. Krismasi ya kweli ni kutafuta kufanya mapenzi ya Mungu, si kusahau na kumweka Mungu kando na kufanya mambo yetu. Christ never forgot. Na kwamba yeye amekuwa kielelezo kwetu. He is our model. Hakuna sherehe ambayo Kristo alienda ama aliingia ikamfanya msahau Mungu. Christians must be on their alert, kwamba hakuna kitu chochote ambacho kinaweza kufanya umsahau Mungu, ukose kumwabudu, ukose kumpa heshima ambayo inafaa. Hiyo ndio kumtukuza Mungu. Hiyo ndio kumpa Mungu heshima ambayo inastahili. Hebu angalia maisha yako, yale mambo ambayo umepanga katika maisha yako. Kuna mpango wa Mungu? Kuna pahali umemweka Mungu? Kwa sababu kama hakuna, basi umeacha njia ya Mungu, umefuata njia yako. Yatupasa tuangalie vizuri, tusiweze kufuata njia isiyofaa. Yale mambo ambayo watu hufanya katika siku ya Krismasi, watu hufanya mambo mengi ambayo hayamletei Mungu sifa. Lakini katika Krismasi, kanisa la kweli utafuta kufanya mambo ambayo yanaleta heshima na utukufu kwa Mungu. Yohana mlango wa kwanza. Yohana wa kwanza mlango wa kwanza. 1 John chapter 1. Hebu tusome hapo. Yohana wa kwanza, waraka wa kwanza wa Yohana, mstari wa kwanza hadi wa 4. Wasema hivi: lile lililokuwako tangu mwanzo, tulilolisikia, tuliloliona, kwa maana kwa macho yetu, tulilolitazama na mikono yetu ikapapasa, kwa habari ya neno la uzima. Na uzima huo ulidhihirika nasi,
tumeuona, tena twamshuhudia na kuwahubiri ninyi ule uzima wa milele uliokuwa kwa Baba, ukadhihirika kwetu. Hilo tuliloliona na kulishika twawahubiri na ninyi, ili nanyi pia mpate kushirikiana nasi, na ushirika wetu ni pamoja na Baba na pamoja na mwana wake Yesu Kristo. Haya twayaandika ili furaha yetu itimizwe. Yohana anasema maneno haya akimaanisha kwamba wokovu wetu haukuja kwa sababu ya mapenzi ya watu. Kwa sababu unapoangalia pale katika kitabu cha Mathayo, Yesu alipozaliwa, viongozi hawakujua kwamba Kristo anazaliwa hapo Nazareti. Kila mtu akiwa amelala, kila mtu akiwa anafanya mambo yake, Kristo akazaliwa katika hori la ng'ombe. No one had those news about the King of the Jews, the King of our salvation, being born amongst his people. Hata juma lililopita tuliona Herode akiletewa habari. Hakuwa na habari, aliletewa habari na wachungaji. Akasema, "Lo, haya ni yapi?" Akawaita watu wamwelezee ni wapi na haya yalisemwa lini. Wakamwambia wazi ya kwamba yalitabiriwa hata na manabii kwamba atazaliwa mmoja. The church is the only bearer of this message, that he is born the Savior of the world. Salvation of the world is not known to everybody. Watu hawakujua, lakini Kristo alizaliwa. Wachungaji makondeni walileta habari. Ushirika pamoja na Kristo, pamoja na Mungu, fellowship with God. Nimeanza kwa kusema jambo la kwanza kwamba salvation is by grace, and Christ is called the Word. John 1:1. Neno alikuja akakaa katikati ya ulimwengu na watu hawakumtambua. Huyo ndiye Mungu pamoja nasi. Yohana anasema kwamba tulimuona, tulipapasa haya, ndio tunawahubiria kwamba Kristo alikuja katika umbo la mwanadamu. Christ is not a miracle baby. He is God in the flesh. Jambo la pili ni kwamba katika kuja kwake, he brings our fellowship with God. Sababu kubwa ni kuleta ushirika wetu na Mungu. The story of Christmas means God coming down and having intimacy with men. To see the glory of the Son, we need a filter. We need a special understanding.
We need to understand the story of incarnation, ndio tuweze kuelezwa kwamba kuja kwa Kristo inamaanisha kwamba ni ushirika wetu na Mungu. Ni lazima uje kwa Mungu, usikie sauti yake, utafute ushirika na Mungu, ushirika mkuu, upate msamaha wa dhambi. Neno la mwisho ni ya kwamba upendo ndio Krismasi. Upendo, upendo, upendo. Christmas tells us that love created the world. Every other religion says God is a force, but Christianity says God is love. It is all about love matters. Upendo ndio Krismasi kwetu. God dwelling with us. God the creator of all the earth. And also the Redeemer of all mankind. He looks at us and knows we have gone astray. And he comes down, born and lied in a manger, filled with love for us. Filled with love. Hakuna kitu kingine. Hakuna pesa. Hakuna sheria ambayo ingemleta Kristo. Afe msalabani, akae katikati ya wenye dhambi, isipokuwa ni upendo. Anajua sisi ni wanyonge, anajua sisi tumepotea. Krismasi ni Mungu pamoja nasi. God filled with love coming to us. Christmas means joy. Christmas means joy. He comes to fill our joy and do away with our misery. Real joy. Furaha iliyo ya kweli upatikana ndani ya Kristo. Ipatikani mahali pengine. Hebu fikiria juu ya mlevi ambaye amelewa saa hii. Anacheka kama ako na furaha. Anaongea kama mwenye furaha kubwa. Lakini muone kesho asubuhi ana huzuni. Amegwarwa uso, ajui aligwarwa wapi. Ameumia miguu, ajui aliumia wapi. Amepoteza hata pesa, ajui zilipotea wapi. Ana huzuni. Kwa sababu furaha ya ulimwengu ni ya muda. Lakini furaha ambayo tunaipata ndani ya Kristo Yesu, it is real. Real joy without regrets. Knowing the truth of Christmas fills us with pure joy. That's my last word. Knowing the truth of Christmas, kujua ukweli wa Krismasi, inatujaza na furaha iliyo ya kweli kwamba ni Mungu pamoja nasi. Pure joy. Furaha ambayo inazidi pesa, inazidi utajiri wa kila aina. God with us. Tuombe. Tunakushukuru Mungu wetu kwa jinsi ambavyo ulitupenda. Tunashukuru kwa sababu ya Kristo Yesu ambaye alikuja katika umbo la mwanadamu akiwa Mungu, ambaye alinyenyekea, akanyenyekea, akijawa na upendo, hata akafa kifo cha aibu, kifo cha msalaba. Tunakuomba Mungu wetu tusaidie kwamba wakati huu tunapojiandaa kusherekea sherehe ya Krismasi, kwamba tutatafuta furaha iliyo ya kweli
ambayo iwezi patikana mahali pengine kando na Kristo. Ulimwengu unaweza kutudanganya na mambo mengi ambayo wameyaandaa, ambayo yanaonekana kwa macho kuwa ni ya kufurahisha, bali ni mambo ya kutuletea huzuni isiyo na mwisho. Yatupasa tuelewe, Krismasi ni kuleta ushirika wetu na Mungu. Krismasi ni Mungu kuja na kukaa katikati yetu. Krismasi ni kuonyesha upendo wa Mungu kwetu. Bwana, tunaomba utusaidie tuweze kuelewa siri hii ambayo imo ndani ya Krismasi. Tusifuate ulimwengu, tusipewe namna ya kusherekea Krismasi na ulimwengu, kwa sababu hawajui namna iliyo ya kweli ya kusherekea Krismasi ni ndani ya Kristo Yesu. Bwana, tusaidie, utuongoze tuweze kuwa wenye kuelewa ni maana ya Krismasi, tusherekee kwa njia iliyo ya kweli. Tunakuinua, tunakutukuza. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba. Amen.